Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwanamichezo wenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ikiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Game On TZ. Mimi naitwa Mpekuzi.com. Nipo hapa kuhakikisha kabisa mambo yanaenda kuwa vizuri kabisa na wewe unapata kile ambacho kilichokuwa bora zaidi kuhusiana na taarifa mbalimbali za kimichezo. Mwekezaji wa Simba Mohamed Dewji ametuma makubaliano ya kukopeshana loan agreement kwa CEO wa klabu hiyo ya Simba Bi Zubeda Sakuru zisainiwe ili yapelekwe kwa mkaguzi kwa ajili ya kukaguliwa, halafu yapelekwe kwenye bodi kwa ajili ya kuthibitishwa na Simba Sports Club iwe inadaiwa na mwekezaji wake. Kwa mujibu wa taarifa ya faili, bado lipo ofisi ya mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba hadi sasa halijasainiwa baada ya mtendaji mkuu CEO kupata changamoto za kiafya kusafiri nje ya nchi kwa matibabu. Licha ya kuwa CEO alimtaka mwanasheria wa klabu ili asaini makubaliano hayo, lakini CEO amerudi ila bado hajasaini hayo makubaliano ambayo akisainiwa moja kwa moja klabu ya Simba itaingia kwenye madeni, jambo ambalo linampa wasiwasi mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Mambo yanaendelea kuwa magumu kweli kweli na mchakato unaendelea kuwa wa mtihani zaidi. CEO wa klabu ya Simba anagoma kuweza kusaini mkataba huo, na kwa sababu akisaini tu mkataba huo Simba itaingia kwenye deni kubwa ambalo mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba yeye hataki hata mara moja klabu ya Simba iingie kwenye madeni hayo. Mtendaji mkuu CEO wa Simba Bi Zubeda Sakuru aliongezewa mkataba wa miaka miwili mara baada ya mkataba wake wa miezi 6 kuisha. Mo Dewji aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ndiye aliyemwongeza mkataba huo kwa miaka miwili pasipo kushirikisha bodi ya wakurugenzi kama ilivyo utaratibu wa CEO. Anapitishwa na bodi ya wakurugenzi wa klabu hiyo ya Simba. Licha ya CEO wa Simba Bi Zubeda Sakuru kuongeza mkataba kwa siri, ila bado baadhi ya wajumbe wa bodi wanahoji na vigezo gani waliweza kutumia ili kuweza kumpitisha mtendaji huyo kuwa CEO wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Wajumbe wa bodi wa klabu hiyo ya Simba wao wakiendelea kuhoji kwamba Bi Zubeda Sakuru kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba, nini ambacho kiliweza kutumika kumpaka Bi Zubeda Sakuru kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Baadhi ya wajumbe wanaona CEO wa sasa hatoshi kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba. Baada tu ya Simba kupoteza mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mambo yanazidi kuwa moto, huku mwekezaji pia akiweza kushinikiza Simba aikopeshe fedha ili mtendaji mkuu aweze kusaini mkataba huo, na baada ya hapo Mo ajengue na kuwa mwekezaji klabu hiyo ya Simba. Na baada ya kujengua Mo, yeye ataipeleka mahakamani ili kwenda kudai haki zake ambazo alizoweza kuikopesha klabu hiyo ya Simba. Tarehe 31 Januari ya mwaka 2026 Simba Sports Club ilitangaza nafasi ya mkurugenzi wa ufundi pamoja na mkurugenzi wa wanachama. Taarifa hiyo imekuwa ni ajabu, kwani taratibu za nafasi husika kutangazwa tena imekuja ikiwa mchakato wa awali ulihusisha watahiniwa kadhaa kufika mwisho bila kupewa taarifa yoyote kufanikiwa ama kuto kufanikiwa. Taasisi kama klabu hiyo ya Simba lazima simame katika uweledi kuzingatia haki za wengine bila ya utashi au msukumo wa aina yoyote. Kadhalika nafasi zilizotangazwa na hizo bila ya nafasi ya mtendaji mkuu CEO ambaye ameongezewa mkataba kutoka ule wa awali muda bila kufuata taratibu zilizostahili. Kimsingi hajawahi kuomba nafasi wala kupitia mchakato unaotakiwa kupata nafasi nyeti. Mtendaji mkuu wa klabu ya Simba aliweza tu kuchaguliwa kuwa yeye ndio mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba, lakini taarifa zikieleza kwamba mtendaji mkuu huyo wa Simba hakuweza na wala hakuwahi kuandika barua kwamba anahitaji nafasi yoyote nyeti kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba. Kilichofanyika,
mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ambaye zamani alikuwepo ni Mohamed Dewji, yeye ndiye aliyeweza kumteua kuwa kama mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba. Sasa mchakato umezidi kuwa mzito kweli kweli, baadhi ya wajumbe wakiendelea kuhoji kwamba kama Mo aliweza kumchagua Bi Zubeda Sakuru kuwa kama mtendaji mkuu wa klabu hiyo, vigezo gani ambavyo alivyoweza kuvitumia? Taasisi kama Simba lazima isimame katika uweledi, kuzingatia haki za wengine bila utashi au msukumo wa aina yoyote. Kadhalika nafasi zilizotangazwa hizo bila nafasi mtendaji mkuu ambaye ameongeza mkataba kutoka ule wa awali muda bila kufuata taratibu zilizostahili, kimsingi hajawahi kuomba nafasi wala kupitia mchakato unaotakiwa kupata nafasi hiyo. Katika kipindi cha mwaka mmoja, mtendaji mkuu amekuwa nje ya ofisi siku nyingi zaidi kuliko ofisi, aidha kwa kuugua, kuguliwa kwa sababu zingine kadha wa kadha, hali iliyoleta shaka katika utendaji wake wa kiutendaji wa kazi. Kulikuwa na haraka gani au ndiyo njia ya kuweka mtu ambaye atasaini mikataba ya mikopo ili mwekezaji baadaye aje kuidai klabu hiyo ya Simba? Ajira za Simba zinazosimamiwa na bodi na si vinginevyo kutoa ajira kuitaja Simba Sports Club badala ya bodi. Hivi kweli kuweni makini, uongozi wa Simba ni kama vile wanafanya mambo ambayo sio kama ya kiuweledi zaidi. Sasa mchakato unaendelea kuwa mgumu kweli kweli huko baada ya mwekezaji wa klabu hiyo ya Simba kuweza kuandika barua ama kuhitaji kufanyika kuwa makubaliano, na baada ya makubaliano hayo yaweze kufikishwa katika ofisi ya mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba Bi Zubeda Sakuru. Lengo la makubaliano hayo ya mwekezaji huyo Mohamed Dewji, anataka yeye makubaliano hayo mtendaji mkuu wa Simba aweze kuandika saini, aweze kusaini mkataba huo ama makubaliano hayo, na baada ya hapo Simba iingie kwenye madeni. Lakini taarifa zikieleza kwamba mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba bado hajaweza kusaini makubaliano hayo, na mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba mpaka hivi sasa yeye yupo bize kwa kuweza kuuguliwa kwa maradhi ambayo yanayomkabili. Mwanasheria mkuu wa klabu hiyo ya Simba naye pia aliweza kufikishiwa taarifa hizo na kusema kwamba hawezi kusaini makubaliano hayo ambayo Mo Dewji aliweza kuyapendekeza. Lengo la makubaliano hayo anachokihitaji Mo Dewji ni kutaka kuikopesha klabu hiyo ya Simba, na baada ya kuikopesha Mo yeye anahitaji kujiondoa kwenye uwekezaji, na baada ya kujiondoa kwenye uwekezaji alafu sasa ndiyo aanze kuidai zile fedha ambazo alizokuwa amezikopesha Simba. Sasa mwanasheria pamoja na mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba ni kama vile wamelishtukia hili dili ama wamelishtukia huu mchakato ambao aliyokuwa ameuplan Mo Dewji, na yeye kuhitaji kuikopesha klabu hiyo ya Simba ili mwisho wa siku aje kuidai na yeye mwisho wa siku aweze kujiondoa katika nafasi hiyo. Hiyo ya Simba, nini ambacho kiliweza kutumika mpaka Bi Zubeda Sakuru kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba? Baadhi ya wajumbe wanaona CEO wa sasa hatoshi kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba. Baada tu ya Simba kupoteza mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mambo yanazidi kuwa moto, huku mwekezaji pia akiweza kushinikiza Simba aikopeshe fedha ili mtendaji mkuu aweze kusaini mkataba huo, na baada ya hapo Mo ajengue na kuwa mwekezaji klabu hiyo ya Simba, na baada ya kujengua Mo yeye ataipeleka mahakamani ili kwenda kudai haki zake ambazo alizoweza kuikopesha klabu hiyo ya Simba. Tarehe 31 Januari ya mwaka 2026 Simba Sports Club ilitangaza nafasi ya mkurugenzi wa ufundi pamoja na mkurugenzi wa wanachama. Taarifa hiyo imekuwa ni ajabu, kwani taratibu za nafasi husika kutangazwa tena imekuja ikiwa mchakato wa awali ulihusisha watahiniwa kadhaa kufika mwisho bila kupewa taarifa yoyote kufanikiwa ama kuto kufanikiwa. Taasisi kama klabu hiyo ya Simba lazima simame katika uweledi, kuzingatia haki za wengine bila ya utashi au msukumo wa aina yoyote. Kadhalika nafasi zilizotangazwa na hizo bila ya nafasi mtendaji mkuu CEO ambaye ameongezwa mkataba kutoka ule wa awali muda bila kufuata taratibu zilizostahili, kimsingi hajawahi kuomba nafasi wala kupitia mchakato unaotakiwa kupata nafasi nyeti. Mtendaji mkuu wa klabu ya Simba aliweza tu kuchaguliwa kuwa yeye ndio mtendaji mkuu
mkuu wa klabu hiyo ya Simba, lakini taarifa zikieleza kwamba mtendaji mkuu huyo wa Simba hakuweza na wala hakuwahi kuandika barua kwamba anahitaji nafasi yoyote nyeti kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba. Kilichofanyika, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ambaye zamani alikuwepo ni Mohamed Dewji, yeye ndiye aliyeweza kumteua kuwa kama mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba. Sasa mchakato umezidi kuwa mzito kweli kweli, baadhi ya wajumbe wakiendelea kuhoji kwamba kama Mo aliweza kumchagua Bi Zubeda Sakuru kuwa kama mtendaji mkuu wa klabu hiyo, vigezo gani ambavyo alivyoweza kuvitumia? Taasisi kama Simba lazima isimame katika uweledi, kuzingatia haki za wengine bila utashi au msukumo wa aina yoyote. Kadhalika, nafasi zilizotangazwa hizo bila nafasi mtendaji mkuu ambaye ameongeza mkataba kutoka ule wa awali muda bila kufuata taratibu zilizostahili, kimsingi hajawahi kuomba nafasi wala kupitia mchakato unaotakiwa kupata nafasi hiyo. Katika kipindi cha mwaka mmoja, mtendaji mkuu amekuwa nje ya ofisi siku nyingi zaidi kuliko ofisi, aidha kwa kuugua, kuuguliwa kwa sababu zingine kadha wa kadha, hali iliyoleta shaka katika utendaji wake wa kiutendaji wa kazi. Kulikuwa na haraka gani au ndiyo njia ya kuweka mtu ambaye atasaini mikataba ya mikopo ili mwekezaji baadaye aje kuidai klabu hiyo ya Simba? Ajira za Simba zinazosimamiwa na bodi na si vinginevyo kutoa ajira kuitaja Simba Sports Club badala ya bodi. Hivi kweli kuweni makini, uongozi wa Simba ni kama vile wanafanya mambo ambayo sio kama ya kiuweledi zaidi. Sasa mchakato unaendelea kuwa mgumu kweli kweli huko, baada ya mwekezaji wa klabu hiyo ya Simba kuweza kuandika barua ama kuhitaji kufanyika kuwa makubaliano, na baada ya makubaliano hayo yaweze kufikishwa katika ofisi ya mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba Bi Zubeda Sakuru. Lengo la makubaliano hayo ya mwekezaji huyo Mohamed Dewji, anataka yeye makubaliano hayo mtendaji mkuu wa Simba aweze kuandika saini, aweze kusaini mkataba huo ama makubaliano hayo, na baada ya hapo Simba iingie kwenye madeni. Lakini taarifa zikieleza kwamba mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba bado hajaweza kusaini makubaliano hayo, na mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba mpaka hivi sasa yeye yupo bize kwa kuweza kuuguliwa kwa maradhi ambayo yanayomkabili. Mwanasheria mkuu wa klabu hiyo ya Simba naye pia aliweza kufikishiwa taarifa hizo na kusema kwamba hawezi kusaini makubaliano hayo ambayo Mo Dewji aliweza kuyapendekeza. Lengo la makubaliano hayo, anachokihitaji Mo Dewji ni kutaka kuikopesha klabu hiyo ya Simba, na baada ya kuikopesha Mo yeye anahitaji kujiondoa kwenye uwekezaji, na baada ya kujiondoa kwenye uwekezaji alafu sasa ndiyo aanze kuidai zile fedha ambazo alizokuwa amezikopesha Simba. Sasa mwanasheria pamoja na mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba ni kama vile wamelishtukia hili dili ama wamelishtukia huu mchakato ambao aliyokuwa ameuplan Mo Dewji, na yeye kuhitaji kuikopesha klabu hiyo ya Simba ili mwisho wa siku aje kuidai na yeye mwisho wa siku aweze kujiondoa katika nafasi hiyo. Hivi ninavyozungumza hivi sasa makubaliano hayo bado hajaweza kusainiwa, na mpaka hivi sasa mmoja kati ya mkataba upo ndani ya ofisi ya mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya Simba Bi Zubeda Sakuru, na huku mwanasheria mkuu wa klabu hiyo ya Simba bado hajaweza kusaini mkataba wowote ule wa makubaliano mapya kati ya Mo Dewji pamoja na klabu hiyo ya Simba. Kinachofanyika hivi sasa, serikali ya Jamhuri ya Muungano Tanzania waliweza kutoa ushauri kwamba Simba iingie kwenye mchakato wa transformation. Baada ya hapo ndio kila kitu kitaenda kuwa sawa bin sawia, lakini mambo yamekuwa tofauti na vile ambavyo ilivyokuwa, na mchakato umeendelea kuwa mzito. Na mchakato huu taarifa zikieleza kwamba baadhi ya viongozi mbalimbali kutoka sekta mbalimbali za serikali wao wamesema kwamba itakuwa ni sehemu nzuri zaidi mwenyekiti wa wanachama wa klabu hiyo ya Simba awepo
Barbara Gonzalez kwenye mchakato huo wa uchaguzi mkuu wa kumchagua mwenyekiti wa wanachama wa klabu hiyo ya Simba. Sasa kipindi viongozi mbalimbali wameweza kupendekeza kwamba mwenyekiti wa wanachama awepo Barbara Gonzalez, kwa maana kwamba pale ambapo ifikapo uchaguzi wa klabu hiyo ya Simba, Barbara Gonzalez aweze kuchukua fomu na yeye pia aingie kwenye kinyang'anyiro cha kwenda kugombea mwenyekiti wa wanachama. Baadhi ya viongozi kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba, wajumbe pia wameweza kumpendekeza kwamba Barbara aweze kuchukua